Wako wapi watu wa chini ya ardhi? Je, wewe ni mmoja wao? Hiyo yote inahusu nini hasa? Mimi ni mchungaji Thomas na ningependa kukushukuru kwa kutazama video hii leo, na ningependa kukuambia hadithi ya kweli. Hapa Marekani tuna jiji kubwa linaloitwa Sin City. Na katika jiji hili kuna taa nyingi sana zinazong'aa, kuna kasino, kamari, ukahaba, unywaji pombe, watu wengi na pesa nyingi zinapita kila mahali. Na watu wanakuja hapa kutoka kila kona ya dunia kucheza kamari, kufanya ukahaba, sherehe na harusi. Ni jiji la dhambi bila shaka. Lakini kuna kitu huenda hukijui na watu wengi duniani hawajui, kwamba chini ya jiji hili kuna handaki za giza. Zinaitwa handaki za mafuriko, na maji yanaweza kupita kwa kasi sana ndani ya handaki hizi. Na ndani ya handaki hizi kuna watu wanaoishi humo. Wanaume, wanawake, wavulana, wasichana na familia wanaishi kwenye handaki hizi za giza, na wanaitwa watu wa panya wa ardhini. Kwa nini? Panya wa ardhini, mole, ni mnyama mdogo anayekaa gizani. Hivyo basi, chini ya sherehe hizi zote, kamari, vicheko, ngoma, pombe na taa angavu, kuna dunia ya giza. Watu wanaishi huko katika umaskini na magonjwa. Wanaishi huko na panya. Wanaishi na hatari na uhalifu, magonjwa na maradhi ya aina zote. Na mafuriko yanapokuja yanapita kwenye handaki na kuharibu kila kitu na kuua wengi wa wale ambao hawakuweza kutoka. Unajua, hiyo ni picha ya kusikitisha ya uhalisia wa maisha na roho za watu wengi. Ndani yako kuna giza. Nje kila kitu kiko sawa. Niko poa, lakini ndani uko mtupu na hakuna amani, hakuna furaha. Hakuna furaha ya kweli, hakuna maana wala kusudi. Haujui kwa uhakika utaenda wapi baada ya kufa. Kuna hofu, na badala ya kuwa na upendo, una wasiwasi. Badala ya kuwa na maisha halisi sasa na maisha ya milele, kuna hofu. Hofu ya kuishi, hofu ya kufa. Una hatia moyoni mwako, na baadhi yenu kwa kweli, kama mtakuwa waaminifu, mnaishi kwenye giza. Lakini nina habari njema kwako. Kuna mmoja aliyekuja duniani kuwasha mwanga, na jina lake ni Yesu Kristo. Alisema, mimi ni nuru ya ulimwengu, na yeyote atakayenifuata atapata nuru. Alimaanisha nini kwa kusema hivyo? Basi Mungu alikuwa mwanadamu. Jina lake ni Yesu, alizaliwa na Bikira Maria na aliishi maisha kamilifu bila dhambi. Hakuwa na baba wa duniani, lakini mwishoni mwa maisha yake alikufa msalabani. Kwa nini alikufa msalabani? Alikufa kwa ajili yako na yangu, kwa sababu sisi sote tumekiuka sheria ya Mungu na tunastahili kifo, jehanamu na adhabu. Lakini Mungu anakupenda sana. Anakupenda sana kwa sababu dhambi zote mwishowe huleta giza, utupu. Anakupenda sana kiasi kwamba alikuwa mwanadamu. Na Biblia inafundisha kwamba kuna malipo moja tu ya dhambi. Moja tu, sio dini yako, sio kanisa lako, sio kuomba kwa Maria au kwa padri au mchungaji au kukiri dhambi zako. Hakuna mwanadamu anayeweza kukusamehe. Njia pekee ya kusamehewa dhambi zetu ni kifo kwa damu, na ndiyo maana Kristo alikuja. Biblia inasema hakuna msamaha wa dhambi bila kumwagika damu, na yeye alimwaga damu yake. Waliweka taji la miiba kichwani mwake. Damu ilitiririka usoni mwake.
Walichukua mijeledi na kumpiga kifuani na mgongoni. Walichukua misumari na kuipigilia mikononi mwake. Walichukua mkuki na kumchoma ubavuni, na damu ilikuwa imemtapakaa mwili mzima kutoka kichwa hadi miguuni. Kwa nini? Hakuifanya kosa lolote, hakutenda dhambi. Kwa sababu alichukua nafasi yetu. Alibeba hasira, hukumu na adhabu ambayo tulistahili sisi juu yake. Na baada ya siku 3 alifufuka kutoka kwa wafu na alihukumiwa badala yako. Una haja ya kwenda kuzimu baada ya kufa. Yeye tayari aliteseka kuzimu kwa ajili yako. Una haja ya kubaki kwenye handaki la giza. Una haja ya kuwa mtu wa chini ya ardhi. Unaweza kupata mwanga, furaha na amani kwa sababu Kristo yu hai na anataka kuja kuishi ndani ya maisha yako. Na anapoingia atafanya mambo matatu. Kwanza, atakusamehe dhambi zako zote, atachukua dhambi zako, Biblia inasema, na kuzibeba juu ya mwili wa Kristo msalabani ambako alihukumiwa badala yako. Alihukumiwa badala yako. Aliteseka kuzimu badala yako. Ndivyo Mungu anakupenda kiasi hicho. Alafu jambo la pili atakalofanya ni kuingia ndani yako kwa Roho wake, kwa nguvu na kubadilisha maisha yako. Utaonja furaha ambayo hujawahi kuijua. Utaonja nafuu kutoka kwenye mzigo wa dhambi. Na 3, ataandika jina lako katika kitabu cha uzima wa milele, na anaweza kufanya hivyo sasa hivi. Biblia inasema Yesu anabisha hodi kwenye mlango wa moyo wako. Yeyote atakayefungua mlango nitaingia. Ataingia kwenye maisha yako sasa hivi. Ufanyeje ufungue mlango? Tambua umepotea. Wewe ndiye unayeongoza maisha ukiishi dhambini na gizani. Labda ni mshika dini. Inawezekana unafanya mambo mengi mazuri, lakini moyo wako hauko sawa. Mungu hayuko madarakani. Una dini lakini huna uhusiano. Na sasa uko tayari kugeuka kutoka kwenye dhambi yoyote inayokushikilia na unamgeukia Kristo. Na huenda usielewe kila kitu. Hiyo ni sawa. Unahitaji imani kidogo tu. Sema, naamini Yesu alikufa msalabani kwa dhambi zangu na akafufuka, nami nitamkabidhi maisha yangu. Sasa hivi unaweza kumkabidhi maisha yako. Atakusamehe na kubadilisha maisha yako. Na badala ya kuishi gizani, utakuwa na nuru ya Mungu ndani yako. Nitatuongoza kwenye sala. Omba sasa hivi na sema tu, Bwana Yesu, leo nakupa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Badilisha maisha yangu milele. Niongoze kutoka gizani kwenda kwenye nuru. Na unipe uzima wa milele. Kwa jina la Kristo, amina. Kama umeomba sala hiyo, nataka uniandikie. Unaweza kufanya hivyo kwenye maoni, ujumbe, au uniandikie kwa barua pepe na useme tu, nimejisalimisha. Nimejisalimisha, na tutakujibu. Tunataka kukupa vifaa vya bure vitakavyo kusaidia kukua katika Bwana. Pia ukiandika sema maneno haya mawili nijumuishe, na nitakutumia ujumbe wetu wa bure wa wiki ambao mimi na rafiki yangu tunaandika. Na naweza kukuhakikishia utaupenda. Utapata kila wiki na unaweza tu kuisoma na kuichunguza. Utajifunza mengi kuhusu neno la Mungu na utakuwa katika Bwana. Kwa hiyo andika tu na useme nimejisalimisha kama umeutoa maisha yako kwa Kristo. Nijumuishe. Watu wengi sana wanatazama video hii kote duniani. Na sasa hivi unaweza kuwa sehemu ya familia yetu. Bonyeza tu like. Bonyeza kufuata, kujisajili. Bonyeza sehemu ya kutoa maoni. Andika maoni na ningependa kusikia kutoka kwako. Jina langu ni Mchungaji Thomas. Nataka kukushukuru kwa kutazama. Na kumbuka daima, Yesu anakupenda.